Hatimaye tena wasaukiwa ni mwingine zaidi, bomba zaidi, majeraha, yani swafi zaidi. Niko na picha moja kali zaidi. Wanasema katika maisha siku zote tamaa waga ni kitu ambacho lazima kiwe na hatima yake zaidi. Leo niko na story bwana mdogo mmoja ambaye baada ya kuweza kuikuta document ambayo inaonyesha kwamba babake endapo ataweza kukata moto ataweza kutengenezewa kiasi kikubwa sana cha fedha, yani kutoka katika kampuni la bima, yani milioni 500 ataweza kuzipata mzee huyo endapo ataweza kukutana na janga lolote katika maisha yake, ikiwa ni ahadi kutoka katika kampuni moja kubwa sana la kifedha, yani bima. Sasa bwana mdogo ile tamaa iliweza kumuingia sana, na sasa alihitaji kuweza kuchukua maisha ya mshua ili aweze kupata kiasi kikubwa sana cha fedha ili aendelee kuspendi katika swala zima la kulipa madeni na kufanya michezo yake ya bahati nasibu. Sasa ilikuwaje zaidi katika kisa ambacho bwana mdogo yeye mwenyewe aliamua kutengeneza mchezo wa kuweza kumpoteza babake ili aweze kupata hizo fedha ambazo babake ataweza kupatiwa endapo angeweza kukutana na majanga zaidi. Bwana mzigo unaitwa hatima. Wanasema kila kitu katika maisha siku zote waga kina mwanzo na mwisho wake. Hata hivyo, pamoja na kutengeneza mchongo wa kuweza kumpoteza mzee mzima baada ya kukutana na kisanga kizito zaidi, kuweza kuzifikia fedha ambazo alijua ataweza kuzipata kiurahisi zaidi. Hebu tuende katika picha moja ambayo itakufunza vitu vingi sana, na ni picha moja special zaidi. Hii hapa ni Mgojosoni mwenyewe, wanaita hatima. Itakuwa inatokea kwangu pale. Hebu twende tukaenjoy burudani kabambe zaidi, picha ambayo itakwenda kutufunza sana. Hii hapa sio ndefu sana, itakuwa na episode 3 tu, kwa hiyo sikate moto chali yangu. Hebu twende kibabe zaidi na picha moja ambayo ni kali kinyama zaidi. Hii picha ya tauni tunzetu. Yes, wow, okay, yes sir, wow, okay, yes. Leo tuko na picha moja kabambe zaidi. Tunaanzia hapa. Inaonekana katika sehemu hili kuna bwana mkubwa ambaye ameweza kutekwa, alafu jengo linachomwa na mtu ambaye tupati kuiona sura yake. Lakini sasa watu wa kuweza kutuliza masuala ya moto waliweza kufika kwa ajili ya kutoa msaada. Kuna mtu ambaye aliweza kupatikana pale. Hata hivyo aliletwa katika hospitali moja kubwa sana ndani ya mji wa Sio. Anasema kwa hali alionayo anaweza akarejea akiwa sawa tu, lakini pia tunaweza tukamsaidia. Sasa shida ya mtu huyu ni kwamba jina ambalo alitaja anasema anaitwa Park Jiong. Huyu mmoja wa madaktari alipata sana mshangao baada ya kuweza kulisikia hili jina. Lakini sasa kwa nini aliweza kupata mshangao? Kumbuka tuko mwanzo tu mwa kigongo kabambe zaidi. Wanaita hatima. Lakini pia chini ya Fariji, hebu turudi nyuma kidogo kujua nini kinachotokea. Wanasema siku 15 nyuma kuna bwana mmoja ambaye kwa sasa maisha yake yametawaliwa sana na mambo kidogo yale ya bahati nasibu. Anacheki mambo yale ya kutrade. Lakini sasa aliweza kupigiwa simu na mtu ambaye anamiliki jengo hili, yani mwenye nyumba. Jamaa alikuwa hawezi kujibu simu. Sasa mwenye nyumba aliweza kufika mazima. Anamwambia nimekuwa nakupigia simu juu ya ulipaji wa kodi wangu, lakini kwa sasa umekuwa mnanisumbua sana. Alimleta sehemu moja ambayo huku kuna watu wanafanya mambo ya operation. Alimpa siku 30 tu ili aweze kulipa hilo deni, na anasema endapo hizo siku hazitaweza kutimia kwenye ulipaji wake, kitu ambacho ataweza kumfanya ni kuchomoa mazaga yake na kuafidia kwenye kodi ambayo anadaiwa. Basi ikiwa ni siku 29 tu, mtu aliweza kuamka na kuelekea katika kiwanda ambacho alikuwa anafanya kazi. Kumbuka bado hatujalijua jina lake. Anasema bwana anahitaji kuhakikisha anaweza kupata kiasi cha fedha ili kukamilisha kile kitu ambacho anadaiwa. Lakini sasa akiwa katika eneo la kazi, aliweza kuona bosi anaminywa kiminyo na mtu mmoja ambaye inasadikika kwamba ni jamaa ambaye ameingilia tu, yani mchina ambaye mpita njia za panya akaingia kukolea. Anasema unatakiwa nilipe na usinicheleweshe mzigo wangu, haijalishi mimi natokea wapi. Basi ilimuumiza sana kichwa chali. Sasa mtu alikuwa akiongea na simu kwa mbali tu, na anaonekana na matatu ya kutisha mnyabumbu. Kisikia sura za kazi ndio hizi. Alianza kufuatilia watu wa namna hii, agundua ni watu hatari zaidi. Huyu jamaa ni wale watu wanazitaga sura za kazi. Basi mzee mzima alikuwa anaongea simu moja ya siri sana na familia yake, lakini chali kuna jambo aliweza kulitambua. Basi tukiwa tunatoka hapo upande wa pili, huyu chali anaitwa Park Dong. Leo alifika katika hospitali baada ya kumpigia sana mshua. Kumbe mshua aliweza kukutana na majanga. Kuna chali ambaye aliweza kumgonga mshua wake.
Mwamba baada ya kuangalia sana akagundua hapa anaweza akapiga bingo. Kwa hiyo mtu ambaye ameweza kumgonga babake alikuwa anaomba sana msamaha, na hata hivyo alitoa kiasi fulani cha fedha tu kwa ajili ya matibabu kwa ajili ya mzee wake. Huyu mtu aliweza kumpatia mshikaji kiasi cha shilingi milioni 5 hivi kama kwa ajili ya matibabu kwa kile ambacho kimeweza kutokea kwa mzee. Lakini cha ajabu kwa mzee alifikisha milioni 3. Anasema usiwe na wasiwasi, huyu ni rafiki yangu lakini ni kama bahati mbaya tu. Mzee anamwambia hakika wewe ni mtu wa ajabu sana. Marafiki zako wamekuwa ni watu ambao wananiingizia matatizo. Lakini hata kile kiasi cha alihitaji kukichukua tena ambacho aliweza kumpatia mzee mzima babe zaidi. Basi aliweza kufika mwanamke ambaye kwa sasa ni kama mama yake tu wa kambo. Mzee mzima itoka nje akamfuata tena yule chali. Anambia kwa kile ambacho umelipa nafikiria ni kidogo sana, ila unaweza kuongeza kidogo ili mambo yakae sawa, kwa sababu tofauti na hapo ndakushtaki. Basi mzee alikuwa amemwomba kijana wake aweze kufika nyumbani kwa ajili ya kumletea miswaki, socks na vitu vingine ambavyo anaweza kaa navyo pale hospitalini kwa ajili ya masuala ya kuendelea kusubiri matibabu. Basi chali baada ya kufika nyumbani alianza kukagua hata vitu ambavyo havikuwa ni biashara. Aliweza kupata saa na kiasi fulani cha fedha akabeba. Kumbuka Mwamba kwa wakati wote maisha yake yamekuwa ni maisha ambayo anaamini sana katika bahati nasibu. Sasa kuna dokumenti moja ambayo alikuta ikiwa na ushahidi wa zaidi ya milioni 500. Endapo mzee wake ataweza kupata majanga, basi watu wa bima wataweza kumpatia kiasi kikubwa sana cha fedha. Basi aliweza kuingia na tamaa, na hapo aliweza kumtafuta mtu mmoja hivi ambaye mtu kwa sasa anaonekana ni nyang'ao. Aliweza kumfuata, anasema kuna deal inahitaji kukupa. Anasema najua nahitaji sana fedha, lakini kuna kazi ambayo naweza nikakupatia. Anasema ni kazi gani hiyo? Anasema nitakulipa zaidi ya milioni 6 kwa kazi moja tu ya kuweza kumwangamiza babangu mzazi. Anasema ratiba itakuwa ni hivi, mpangilio mzima wa namna ambavyo mzee wake atakuwa anafanya michakato yake na namna ambavyo ataweza kummaliza. Chali aliweza kuiweka wazi, lakini pia aliweza kumpatia kirekoda kimoja ambacho anasema hiki ni ushahidi wa makubaliano kati yangu na yako. Basi Chali aliweza kurejea katika eneo moja hivi akiwa kwa anashangaa mzee mzima anamsubiri, kwa sababu Chali alikuwa ameshaanza kuprocess. Anasema nikwambie unitafute kama nitakwambia tuweze kukutana, sio kila muda. Mwamba anasema kwa ile fedha walioniambia ni chache, kwa hiyo utanipatia milioni 60 zaidi. Anasema basi nitafanya kadri utakavyo. Anasema kwa hiyo kwa wakati mwingine usije ukaja ukaniambia kitu ambacho ni cha uongo. Anasema unafikiria itakuwa nyepesi kiasi hicho? Ngoja tuone. Basi mzee mzima alikaa katika mpango wake. Alizuka kwa kukaa katika kimgawa kimoja hivi. Yaani alikuwa anasubiri muda tu wa tukio liweze kutokea. Aliweza kumuita rafiki yake, lakini pia tengeneza mazingira kwamba siku hiyo kuwa busy sana. Alipita katika maeneo mbalimbali, lakini pia alifika katika restaurant moja ya mji ikiwa ni majira ya menda kidogo. Hapa nasubiri kazi iweze kukamilika, kwa sababu mchakato mzima ni kwamba alikuwa ameupanga. Wajira hayo usiku mzee mzima, yani babake ndo alikuwa anatoka katika hospitali, na Mwamba anasubiri kazi moja tu ya kwamba mtu huyo ambaye amempatia kazi aweze kummaliza mzee. Kweli kuna gari iliweza kupita na mzee, na alikuwa ni mzee mzima nyang'ao zaidi. Mwamba alikula sana siku hiyo. Basi alikuwa anasubiri tu kuona katika taarifa habari au kupata taarifa ambazo zinaendana na kile ambacho ameweza kukianza. Kweli baadaye alienda katika eneo la choo. Analia sana kwa kile ambacho kimetokea, lakini mpango wote ulikuwa ni wa kwake. Hata hivyo baada ya kutoka sasa kukutana na askari huyo, anasema juu ya ajali ambayo iliweza kutokea, lakini pia kuna ushahidi kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Anasema ushahidi nani? Tayari mambo yameanza kwenda tofauti. Kuna mama ambaye inasadikika kwamba aliweza kulishuhudia lile tukio, ya kwamba ilikuwa ajali. Kuna mtu ambaye aliweza kumalizia mchezo. Sasa inaweza kaweza kuleta dosari kidogo katika mpango ambao alikuwa ameuandaa Chali.
Anasema lakini hii kazi, hii ajali inatakiwa tuichunguze vyema zaidi, kwa sababu kutokana na tamko la shahidi huenda kuna kitu ambacho kimejificha zaidi. Sasa hili limkela sana bwana mdogo. Anasema wewe mpumbavu wewe, nini ambao umeweza kuifanya kwa namna ile? Yaani kwa kazi ambayo nimekupatia umeweza kuniletea kitu tofauti zaidi. Sasa tunarejea upande wa pili kujua namna gani ule mwili ambao inasadikika uliweza kukutwa katika eneo la milima na sio kama mwamba ambavyo alikuwa amepangilia mpango. Huku kuna bibi mmoja ambaye alikuwa anafanya masuala ya online streaming, akiwa anafanya streaming zake katika milima fulani. Aliweza kumuona mbwa akiwa anafukua kitu kimoja. Basi mbwa huyo aliweza kuondoka na baadaye pale sehemu ambayo mbwa alikuwa akiwa anafukua palikuwa pana sura ya mzee mzima. Yaani kuna mwili ambao ulikuwa katika lile eneo. Lakini pia upande ule katika siku hiyo kuna bwana mmoja alikuwa pembeni katika hoteli moja ya kifalme sana, yaani ya kifahari zaidi. Bwana huyu kuna mtu ambaye alimpendaga sana kipindi akiwa ana fedha, na baada ya kuweza kupata fedha aliweza kuomba apate hata kamlo na mtu huyo. Basi ilikuwa ni siku ambayo alikutana na mtu ambaye alimpenda sana kipindi hicho, na kwa sasa leo kwa sababu ana mtonyo aliweza kukutana na mtu huyo. Hata hivyo anambia anahitaji uende ukiwa salama. Anasema anahitaji usiku wa leo tuweze kula bata la pamoja. Basi mambo yakaona sio mbaya. Moja kwa moja katika hoteli moja ambayo inaitwa Oasis. Kwanza mzee alitafuna zile mambo zetu ili kujiweka sawa kwa ajili ya maandalizi ya kazi moja maalum sana. Basi aliweza kupata sana kwa unywaji usiku huo na stories zilikuwa mingi sana kwa toa. Na baadaye mzee mzima hakusita kama tulivyokubaliana kwenye kikao kwamba baada ya kula kinachofuata kinaeleweka ni nini. Lakini majira usiku wao binti anadai rafiki yake aliweza kupata shida ya kuweza kuondokewa na babake, hivyo lazima aweze kurejeshwa. Basi mamba alikuwa anatabasamu tu, lakini ukiwa njiani binti alianza kuleta michezo fulani na hii ilianza kutengeneza hali ya shida kidogo. Unajua huwezi ukaleta michezo ajabu katika eneo la barabara. Haikuchukua muda aliweza kukutana na kisasa, yaani kama kuna mtu aliweza kumpitia. Anasema nimepita na mtu, yaani kwamba kwa sasa ameweza kumgonga mtu. Mwamba alienda kumwangalia mtu yule ambaye alikuwa amemgonga kwa wakati huu ili kuangalia namna gani anaweza akampatia msaada. Anasema mbona anaonekana kama amekata moto, tuweze kupiga simu. Anambia achana na hiyo habari, unataka uniweke katika matatizo, ili swala nataka niliendo. Lakini muda huo pia kuna gari lilikuwa linapita katika lile maeneo. Mzee mzima alificha kwanza ule mwili. Watu wao ili ambao walifika katika ile eneo walimshangaa sana mzee mzima. Anasema kuna sehemu tunataka kuelekea kwenda kula bata. Anambia Oasis ni sehemu nzuri sana, kwa mnaweza mkaenda kuenjoy katika hoteli ambayo ina utulivu zaidi. Sasa mission ilikuwa ni kuhakikisha mwamba anatimiza timilio lake. Basi alibeba mwili na kuweka katika eneo la buti, na sasa alishangazwa na kitu kimoja tu. Hapa kuna mtu alionekana akiwa na kabaskeli. Aliweza kumkamata kwa sababu akajua huyo anaweza akawa ameona kile ambacho kimeweza kutokea. Basi alimbeba katika hiyo gari mtu huyo naye kumweka katika buti, na sasa alikuwa anaelekea katika milima fulani. Hapa ndio tunapata nadharia ya story ya kwamba nini ambacho kilitokea mpaka mwili wa mzee mzima uliweza kutwa katika ile milima ya Chodong. Anasema na hapa sitaweza kusema chochote. Anasema basi kama utaweza kuwa mkimya naweza nikakupatia fedha. Aliweza kumhamishia kiasi cha fedha katika akaunti yake mtu, na sasa aweze kushirikiana kuweza kulimaliza hili jambo. Basi unaambia mzee mzima ndo alihusika na kumbeba wewe jomba, na sasa walikuwa wanahitaji kwenda kumfukia katika milima hii. Basi mamba akiwa na paloa aliweza kupata majeraha kidogo katika mkono wake. Lakini ukimwangalia vizuri Charlie ana mfanano sana na yule mwamba ambaye aliweza kutoaga ile tenda ya kuweza kuhakikisha mzee wake anaweza kukatishwa moto. Basi kila kitu kiliweza kukaa sawa, lakini pia kuna mbwa alishuhudia lile tukio. Baada ya kumaliza kazi yao waliweza kutoka na kurejea mjini. Alimwaga bibi akiwa anaendelea na kazi zake tu, lakini sasa alikuwa anapata maumivu sana ya mkono. Ucha amwambia kitu kimoja tu, naomba nimalizie kiasi changu cha fedha kilichobakia. Basi mzee mzima aliweza kumpatia kiasi cha fedha kilichokuwa kimesalia. Lakini hata hivyo mwamba pia alikuja kuomba na nauli. Ero mshikaji baada ya kutoka pale, kuna sehemu aliweza kwenda kwa ajili ya kwenda kuidampu ile gari. Lakini sasa alikuwa anahitaji kupoteza ushahidi wa kina. Lakini sasa kuna watu ambao wanampiga picha huyo mzee mzima. Watu ni kina nani? Ni wale watu wawili ambao walikutana nao usiku ule.
Basi akiwa katika hospitali yake ya private aliweza kujipatia matibabu kidogo, lakini pia alipata wasaa wa kuweza kuwahudumia watu. Kumbuka yeye ni daktari maalum sana. Basi aliweza baadaye kumpigia bibie, na hapa aliweza kuongea naye kwa vyote ambavyo vinatokea. Anasema kila jambo litaendelea kuwa sawa kadri lilivyokuwa. Hasa akiwa ndani mwake anamwambia mtu wote asiweze kuingia. Anashangaa mzee mzima anaingia. Anamwambia, wewe ukuhusika na kile ambacho kimetokea. Kuna mchezo ulikuwa umechezwa. Kuna kitu ambacho ulifanyiwa. Yaani ukujuaga, uligonga mwili ambao tayari ulikuwa umeweza kukata moto zaidi. Iwapo ni katika episodi kabisa kwanza zaidi, tukutane katika episodi ya pili kwenda kuenjoy Jaramba Bomba zaidi. Lakini pia kumbuka muda wote ulikuwa na sound ya babao. Inaitwa Bayo kinitaka kaka mkubwa. Mambo yanazidi kuwa sawa zaidi. Sasa ilikuwaje mzee mzima akaja akaletwa katika eneo la mlima? Ni nani ambaye alisababisha mchezo kubadilika zaidi katika plani ya mzee mzima? Hebu twende katika episode ya pili tu kujua nani ambaye aliharibu plani ya mzee mzima. Lese chao, kamsamida.